بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Katika darsa zilizotangulia tumeeleza kuhusu masala ya kitabu mukaddima ambayo tulizungumzia, kisha tukaeleza kitabu ina sehemu 4 ama 5, na sehemu ya kwanza ambayo tulianza kuzungumzia hii kitabu ni al-masail al-arba'a. Tulisema kuna masala 4 ambayo kwamba Sheikh alisema yajibu alaina an nataallama. Kuna masala 4 ambaye ni lazima kila moja katika sisi kujifunza. Kwa hivyo ilikuwa masala gani ya kwanza? Al-ilm. Na chini ya ilmu kulikuwa na nini? Naam. Kumjua Allah, maarifatullah, maarifatun nabii, ahsant. Na nyingine maarifatu dini al-Islam. Hii kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndio maarifatullah. Na chini ya al-ilm kuna hizi vitu vitatu ambaye ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake alayhi salatu wassalam na kujua dini ya Uislamu kupitia katika dalili. Kwa hivyo hii yote inaingia chini ya al-ilmu. Ya pili, naam, al-amalu bihi, ahsant. Yani al-amalu bihadha al-ilm, hii elimu ambayo kwamba tunajifunza, ukijua hiyo elimu lazima uifanyie kazi. Al-amalu bihi. Naam. Ya tatu, naam, ad-da'watu ilayhi. Barakallahu fik. Kwa hivyo hii ni ad-da'watu ilayhi ambayo kwamba hii ni ya ngapi? Hii ni ya 3. Ya 4 ambayo ndio tulisimamia, naam, as-sabru ala al-adha fihi. Barakallahu fikum. Kwa hivyo hizi ndio hizi paka hapo ndio tulikuwa tumesimamia. Kisha masala Sheikh akasema baada dhalika والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kwa hivyo hizi masala 4 ambayo kwamba Sheikh ameanza kuzizungumzia, mtu anaweza sema kwa nini leta dalili ya kuonyesha kuwa hii kitu ni lazima mtu ajifunze, kwa sababu dini ya Uislamu haiendi na ara za watu, haiendi na rai ya mtu vile anataka, lakini dini ni ile ambayo kwamba imeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia katika mtume wake alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Sheikh akatupa dalili, na hii pia ni kutufunza sisi kama wanafunzi. Tunajifunza ya kuwa ukipata kila unapozungumzia masala, mtu akikwambia kuna kitu kadha wa kadha katika dini, inatakikana uulize dalili yake ni nini. Kwa hivyo hii ni njia mzuri ya kujifunza. Kwa hivyo mtu ukiuliza kitu kadha wa kadha, mtu akakwambia hukumu yake ni kadha, ni mzuri uulize dalili yake. Dalili ya hii ni nini? Akakwambia ni kadha wa kadha. Kwa hivyo Sheikh hapa ametufunza ya kuwa ametuambia kuna masala 4 ambaye kwamba ni lazima tujifunze. Kwa hivyo hizi masala 4 akatupatia dalili yake. Dalili ni qauluhu ta'ala wal asr. Ya kwanza ni wal asr innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na wakati. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na nini? Na wakati. Na akasema wal asr, yani ameapa na wakati wa alasiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na wakati nyingi, si wakati wa wal asri peke yake, kama mnavyojua katika wadhuha wal-layli wan-nahar, yani katika Allah ameapa na aya nyingi kupitia ima katika ayat ni nyingi ambazo ameapa na wal-layli wan-nahari. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aapi na isipokuwa kitu ambaye kwamba ni kuonyesha hicho kitu kwanza kina umuhimu. Allah subhanahu wa ta'ala akiapa anamaanisha kile kitu ambacho anaapa nacho, inamaanisha ni kitu ambaye kwamba ina thamani, ni kitu ambaye kwamba ni muhimu. Kwa hivyo maadama Allah anaapa na wakati, inamaanisha hii wakati ni muhimu katika maisha yetu, kwa sababu maisha ni wakati. Wakati mwingine tunakaa labda tunasema wacha una kill time, ama tuseme labda unataka kumaliza time, tunasema wacha tukae tumalize hii time. Kwa hivyo hakuna wakati wa kumaliza, bali unamaliza maisha yako.
Maisha, wakati ndio maisha, na maisha ndio wakati. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kuapa na wakati anatuonyesha kuwa kuna umuhimu wa binadamu kuwa ni mwenye kufaidika na wakati. Lidhalika yaqulu jalla wa ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin liulil albab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna fi khalqis samawati wal ard, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kuumba mbingu na ardhi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar, na kule kupishana usiku na mchana. Wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin liulil albab, ni mazingatio kwa wenye akili. Kwa hivyo haikuwa tu usiku na mchana. Allah amesema katika aya nyingi, katika aya nyingine anasema wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba hii mbingu na ardhi kwa mambo ya kipuzi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi tuwe ni wenye kupata ibra, ni wenye kuwa na mazingatio katika wakati. Ndio Allah akasema wal asr, na kule kwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala na wakati ninamaanisha ya kuwa haina maana ya kuwa sisi tunaweza hapa na kile kitu ambacho tunataka, bali Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio ana haki ya kuapa na kile kitu ambaye anataka. Lakini sisi kama wanadamu ama sisi kama viumbe, inatakikana mtu anapoapa awe ni mwenye kuapa na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yaqulu an-nabiy alayhi salatu wassalam, man halafa bighairi llahi faqad kafara au ashrak. Yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuapa na jina isiyokuwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ama yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuapa na asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu mtu amekufuru ama ameingia katika shirk. Na faqala alayhi salatu wassalam, na mtume alayhi salatu wassalam akasema katika hadithi nyingine ambaye imepokewa na Bukhari na Muslim min hadithi ibn Umar radhiyallahu an, anasema man kana halifan falyahlif billah. Yoyote ambaye kwamba anataka kuapa ama atakuwa ni mwenye kuapa, basi aape na jina la Allah subhanahu wa ta'ala, aape na Allah subhanahu wa ta'ala, wala asiwe ni mwenye kuapa na kitu kingine. Kwa hivyo kitu ambaye kwamba ni muqarrar inda ahli sunna wal jamaa ni kuwa watu Allah subhanahu wa ta'ala ana haki ya kuapa na kile kitu ambaye kwamba anataka, li'annahu la yus'alu amma yaf'al. Allah subhanahu wa ta'ala haulizwi kwa nini anafanya kadha, wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kupitia kwa mtume wake alayhi salatu wassalam tuwe ni wenye kuapa na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo akasema jalla wa ala, wal asri innal insana lafi khusr. Na hii ni qasam na jawabu yake ni innal insana lafi khusr, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameapa ya kuwa kila mmoja katika wanadamu bila istithna, bila kutoa mtu yeyote, anasema innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yuko katika hasara wote, bila kusema huyu ni sheikh, bila kusema huyu ni mfalme, bila kusema huyu ni rais, bila kusema huyu ni maskini, bila kusema huyu ni tajiri. La, watu wote, innal insana lafi khusr, wanadamu wote kwa ujumla wako katika hasara. Kwa hivyo wale ambao kwamba hawako katika hasara ni wakina nani? Allah subhanahu wa ta'ala akasema innal insana lafi khusr, yani wanadamu wote wako katika hasara isipokuwa wale ambao kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakaamini imani ya kisawa sawa. Kwa sababu hii imani hauwezi pata imani bila kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo al-ilm ndio inatangulia kwanza al-iman. Falidhalik ikawa katika tukiuliza sasa katika hii aya ama katika hii sura, ukiulizwa wapi ambaye kwamba imetajwa ilmu, utasema nini? Jawabu ni kuwa
hii imani, yani hapa haijataja ilmu, lakini maana yake ni kuwa imani haiwezi patikana isipokuwa kupitia katika ilmu. Kwa hivyo hii ni thamara min thamarati alilm, yani mtu akishakuwa na ilmu ndio hapo anaamini, kwa sababu hawezi amini na hamjui Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi amini na kuwa hamjui mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo al-iman inakuja baada al-ilm, falidhalika qala jalla wa ala li nabiyhi alayhi salatu wassalam fa'lam annahu la ilaha illa Allah, na aya itakuja. Kwa hivyo ukiulizwa dalil hapa katika wal asri innal insana la fi khusr, iko wapi masala ya ilm? Tunasema ya kuwa ilmu haiwezi patikana, imani haiwezi patikana isipokuwa na ilmu. Kwa hivyo lazima ilmu ipatikane ndio imani ifatilie. Nafikiri tumeelewana. Kwa hivyo next time ukiulizwa jawabu ni hiyo, illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale ambao kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakatenda wema. Wa amilu salihat, hii nyingine iko wazi, kwa sababu tulisema ya kwanza ni al-ilm na haijatajwa ilm, imetajwa iman, na imani haiwezi patikana isipokuwa kupitia kwenye elimu. Ya pili ambayo kwamba ni masala thania al-amal, hii ndio waamilu salihat. Hao watu ambao kwamba Allah amewataja ni wale ambao kwamba wanafaidika na wakati ile ambayo alisema wal asr. Kwa hivyo wao wanafaidika na wakati, na katika kufaidika na wakati wanatenda wema, waamilu salihat. Kisha qala jalla wa ala watawasaw bis-sabri watawasaw bil-haqqi watawasaw bis-sabr, na watawasaw bil-haqq, wakahusiana kwa masala ya haq. Na hii ni katika kuhusiana ni al-amru bil ma'ruf, ay amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kwa hivyo watawasaw bil haqqi, kuhusiana katika haki ni kuamrishana mema na kukatazana maovu. Na hii ni katika kuamrishana mema na kukatazana maovu ni katika nasiha, na mtume alayhi salatu wassalam anasema ad-dinu nasiha, ad-dinu an-nasiha. Kwa hivyo dini ni nasiha, na katika nasiha ni kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kuntum khaira umma, kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hii ndio ubora wa hii umma inapatikana katika kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kwa hivyo wale ambao kwamba wamesifika na hizi sifa hawako katika hasara. Maana dhalika, yeyote ambaye kwamba atakosa kusifika na hizi sifa, maana yake yuko katika hasara. Nas'alullah as-salamata wal afia. Kwa hivyo akasema watawasaw bil haqqi, ay amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Na kisha baada dhalika kwa hivyo hii ni ad-da'wa, ad-da'watu ila Allah, kwa sababu masala al-ula ni al-ilm na al-amal. Kisha watawasaw bil haqq, na kule kuamrishana mema na kukatazana maovu, huko ndio kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anasema ya kuwa wada'u ila Allah azza wa jal wa amalu wa 'allamu al-ilma an-nafi', na wakaamrisha. Kwa hivyo huku unapata ya kuwa kuna alaka kabira, yani kuna alaka kabira ama kuna relationship kubwa ambayo kwamba baina al-ilmi wal-amali wad-da'wa, ya kuwa mtu kwanza anatakikana ajue ile kitu ambayo kwamba analingania, unalingania nini. Kisha baada dhalik, ukishajua ni kitu gani umejua, na wewe pia unaifanyia kazi, na kisha unalingania wenzako, kama alivyosema jalla wa ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah al-aya. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anaambia mtume wake alayhi salatu wassalam, qul hadhihi sabili, sema hii ni njia yangu, ad'u ila Allahi ala basira, nalingania katika hii njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa basira, yani al-ilm.
Kwa hivyo mtu anajifunza kisha anajitahidi kufanyia kazi na kulingania wenzake katika hii njia ambayo kwamba ni njia ya haki, watawasau bilhaqi. Kisha akasema baada dhalik watawasau bisabri, wakawa na sabr, watawasau, wakahusiana katika kusubiri. Na katika darsa iliyotangulia tulimalizia hapa ya kuwa mas'alatu sabr, na tukasema sabri inagawanyika sehemu tatu. As-sabru ala ta'ati Allah, mtu kusubiri katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasubiri katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani katika salat, katika saum, katika zakat, hata katika talabul ilm. Kwa sababu katika masala hii yote ni lazima mtu ajikaze, lazima mtu awe ni mwenye kujikakamua, kwa sababu si mambo rahisi kufanya taa, si rahisi mtu kuingia katika taatullah jalla wa ala. Kwa hivyo kule mtu anasikia hayya ala salah, hayya ala alfalah, ama anasikia as-salatu khairun minan nawm, yote hii inahitaji mtu awe na sabr ili awe ni mwenye kutoka katika shughuli ambayo kwamba yuko na awe aingie katika taatullah jalla wa ala. Idhan hii ni asabru ala taa. Kisha ya pili ni asabru an maharimillah, yani mtu kujisubirisha na kutofanya maasi, kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi mara nyingi, mfano labda tu nikipigia mfano kwa sababu hapa vijana ni wengi, wakati mwingine mtu anaenda kuona, labda anaenda kuwatch game na anaangalia anaona wakati wa sala imefika, anasikia as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, na bado uko hapo, inamaanisha hapo kuna naqs katika iman. Vipi utakuwa unasikia hayya ala salah, hayya ala alfalah, na bado unafanya vitu zingine na ukawachana na ukabaki katika mambo kama hii ambayo kwamba haina manufaa katika maisha yako? Kwa sababu at least labda ungekuwa mtu anasema anacheza, ingekuwa labda yeye anafanya katika riadha, yani ni katika mazoezi labda, lakini sasa wewe umekaa tu unaangalia, ni faida gani unapata? Kwa hivyo inamaanisha ya kuwa unaposikia hayya ala salah, hayya ala alfalah, kumbuka watawasau bisabri, ya kuwa wewe hata kama katika shughuli zingine, hii si moja peke yake, bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Angalia, hii iko na manufaa kwa watu, lakini Allah anasema idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Allah anasema ya kuwa unaposikia nida, unaposikia adhan ya yaumul jumu'ah, fas'au ila dhikrillah, harakisheni muende kwa dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani usikize khutba, uende ukuwe ni mwenye kusali katika salatul jumu'ah, fas'au ila dhikrillah wa dharul bay', na muache biashara. Kwa hivyo ikiwa unaamrishwa kuacha biashara ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ahallallahu al-bay', Allah amehalalisha nini? Biashara. Lakini inapofika wakati wa nida, inapofika wakati wa ibada, unatakikana kuachana na shughuli yote na uwe unashughulika na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usiwahi fikiria katika akili yako ya kuwa ile dakika kidogo ambayo kwamba umeitikia nidaa ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni mwenye kupoteza katika biashara yako. Hakuna chochote utakuwa ni mwenye kupoteza, bali biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inna Allaha huwa ar-razzaq, yeye ndio mwenye kuruzuku. Na wewe umewacha biashara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukaenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, la shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia baraka katika hiyo biashara. Kwa hivyo usiwe na shaka na ya kuwa mimi nitapoteza customer. Hakuna customer atapotea, bali Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliwaleta na atawaleta biidhnillah, maadama umewacha shughuli yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan watawasau bilhaqqi watawasau bisabr. Na ya mwisho kabisa katika ni asabr ala aqdarillah, mtu kusubiri katika qadar za Allah subhanahu wa ta'ala. Labda mtu amepatwa na mtu labda kuna mtu amefariki katika family, ama labda kuna wagonjwa,
ama yeye mwenyewe ni mgonjwa, ama labda kuna maumivu fulani unapata, yani iwe yenye itakuwa. Kumbuka alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katika wale watu wema ni wale ambao kwamba alladhina idha asabatuhum musiba, wanapopatwa na musiba qalu, wanasema inna lillahi, hakika sisi tumetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi sote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilayhi raji'un, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala tutarejea. Kwa hivyo kama itakuwa sisi tutakuwa wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ametaja ya kuwa atatufanyia ibtila, alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah anasema nini? Alladhi tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayat. Ameumba almaut wal hayat. Limadha? Liyabluwakum, ili awapatie mtihani. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ni nani ana amali nzuri. Na akasema jalla wa ala, wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfus wathamarat wabashshir as-sabirin. Kisha ndio akasema alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wala nabluwannakum, yani tutawapatia mtihani. Wala nabluwannakum bishay'in min alkhawf, yani kwa kitu kidogo katika nini? Katika khawf, walju' na njaa, wa naqsin min alamwali walanfus, na upungufu wa naqsin min alamwali, upungufu wa mali, walanfus, na watu, yani na watu wanakuwa labda ni wenye kufariki kwa wingi. Idhan wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju' wa naqsin min alamwali walanfus wathamarat, na pia kupungua kwa mazao, kupungua kwa matunda na chakula, wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarat. Kisha Allah akasema wabashshiri as-sabirin, wapatie bishara njema wale ambao kwamba wenye kusubiri. Wanasema nini? Alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao kwamba wanapopatwa na hii musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hivyo ndio inatakikana tuwe na sabr, na tujue ya kuwa na masala ya kuwa hii ni katika masail ambaye kwamba ni za masaib. Amma al-ma'aib, yani mtu akifanya madhambi usiseme ya kuwa mimi nimefanya dhambi kadha, lakini rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukifanya dhambi unakuwa ni mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unajua ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ya kuwa tunapofanya dhambi turudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, na akasema wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Idhan inatakikana tunapofanya masala ya masaib na maaib ni vitu viwili tofauti, ni lazima tutambue hivyo katika masala haya. Kisha Sheikh baada dhalika, baada ya kuwa ametaja wal asr, kwa hivyo wal asr imekusanya masala zote nne ambayo kwamba imetangulia al-ilm. Al-ilm imetajwa wapi katika wal asr? Naam, illa alladhina amanu. Hiyo ndio katika iman. Tumesema iman haiwezi patikana isipokuwa kupitia katika nini? Al-ilm. Kisha illa alladhina amanu, ya pili wa amilu salihat. Hii ni nini? Hii ni amal. Wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi, hii ni ad-da'watu ila Allah, sio? Yani ni katika kulingania al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kisha watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, na wakawa na sabr katika haya yote, kwa sababu unajua ya kuwa mtu anapolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika ta'atullah jalla wa ala, lazima mtu atakuwa ni mwenye kupatwa na nini? Mwenye kupatwa na mambo mengi, kwa sababu hii njia sio rahisi, ni njia maambia alayhimus salatu wassalam. Kwa hivyo inahitaji tuwe na sabr. Kisha Sheikh akasema baada dhalik, qala ash-Shafi'i rahimahullah, ni hapo sio? Naam, qala ash-Shafi'i rahimahullah
law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafathum. Al-Imam Shafi'i huwa Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah, anaitwa Muhammad ibn Idris, ni katika moja katika imatul arba. Amezaliwa mwaka gani? 150 ama 105? 150. Okay, akafariki lini? 204. Hiyo ni miaka mingapi? 204 minus kwa hiyo 150. Wale watu wa hisabu haraka haraka basi. Naam. Ngapi? 54. Haya, confirm kama niyo. Kwa hivyo amezaliwa mwaka wa 150 na akawa ni mwenye kufariki 204, 204. Al-Imam Shafi'i rahimahullah, na ni katika aimatul arba'a wa huwa min Quraish. Anasema al-Imam Shafi'i rahimahullah, law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqi, kama Allah subhanahu wa ta'ala hangeteremsha hujja katika waja wake isipokuwa hii sura ingewatosheleza, yani ingewatosheleza kusimamisha hujja ya kuwa wawe ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema wanasema katika mashurah, na moja ni katika Sheikh Fauzan hafidhahullah, anasema ya kuwa Sheikh ametaja, yani hii aya imetaja asbabu saada, imetaja asbabu za saada. Asbabu za saada inamaanisha nini? Yani sababu za mtu kupata happiness na kupata furaha katika maisha yake, na huko ni katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na yale yote ambayo kwamba tumetanguliza katika sura. Kwa hivyo hii aya, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema hangeteremsha aya nyingine, yani hangeteremsha sura nyingine, ingewatosheleza kusimamisha hujja. Kwa hivyo iliyobakia, anasema Sheikh, wal Qur'anu kulluhu was-sunnatu wal Qur'anu kulluhu was-sunnatu huma, anasema tafasilun li hadhihi al-masail al-arba'. Anasema ya kuwa hii nyingine inafafanua tu zaidi, lakini masaili yote yanarudi katika hizi masala 4 ambayo kwamba imetajwa katika suratul Asr. Na hii maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah inaonesha ya kuwa umuhimu wa hii sura na uzito wa hii sura na yale ambayo kwamba yamebeba. Kisha akasema, waqala al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Anasema al-Imam Shafi'i, al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa huwa Muhammad ibn Idris ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullah, ni imamu maruf. Kila siku nasikia sahih al-Bukhari. Naam, au tumesema Muhammad, naam, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Tumesema Muhammad bin Ibrahim, samani, afwan, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah. Kwa hivyo al-Imam al-Bukhari anajulikana na kitabu chake ambaye ni Sahih al-Bukhari. Kila siku nasikia sahih akhrajahu al-Bukhari ama muttafaqun alayhi, yani wamewafikiana Bukhari na Muslim. Kwa hivyo al-Imam al-Bukhari rahimahullah ni katika imma ambaye kwamba ni mashhurin. Anasema katika kitabu chake ambaye kwamba ni Sahih al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yani kisha Imam Bukhari rahimahullah akastadili na hii aya, fa'lam anna wad-dalilu fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Akasema fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kwa hivyo al-Imam al-Bukhari rahimahullah amechukua kutoka katika hii aya ya fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ya kuwa fa'lam, jua ya kuwa hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema ya kuwa hii aya inamaanisha ya kuwa mtu anatakikana kutanguliza ilm kabla alqawl, yani kabla wewe kufanya amal na kabla wewe kusema kitu chochote, inatakikana uwe na elimu na ile kitu ambaye kwamba unazungumzia. Ndio akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, kisha akasema wastaghfir, na al-istighfar ni katika amal. Kisha kwa hivyo ametanguliza ilm
kisha akafatiliza na amal ambaye kwamba ni al-istighfar. Idhan nafikiri paka hapo itakuwa imepaka hapa, kufikia hapa tutakuwa tumemaliza zile masail 4 pamoja na zile dalili ambayo kwamba Sheikh ametaja wal asr, na akataja pia akastashhid na maneno ya Imam al-Bukhari rahimahullah kupitia katika aya ya fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ya kuwa ameanza na ilm qabla al-qawli wal amal. Kwa hivyo nadhani itakuwa imeeleweka. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.